Mradi wa nyumba za bei nafuu ulioidhinishwa na Rais William Ruto ukilenga kuwezesha wananchi wa kipato cha chini umeshuhudiwa kuendelea katika maeneo mbalimbali nchini. Kaunti ya Kilifi ni kati ya kaunti zilizoidhinishwa mradi huo, hasa maeneo ya Tezo, Bofa na Malindi. Wakazi wakuwa na maoni tofauti. Kiufupi twashukuru na twaomba Bwana Rais mradi aendelee nao, na sisi kama wakazi wa Tezo tunamuombea na kila wakati tunamuombea ili huu mradi uzidi kuendelea na sisi pia tupate kunufaika kutokana na huu mradi. Haitusaidii kitu yani, kilo kweli. Hata kama kusema kiusuki vibarua madogo hapa Tezo ambao wanafanya pale ndani. Hiyo ratio kubwa ni population kubwa. Ni wabara, watu wageni watupu yani. Ama dogo wa Tezo ambao wanapata pale job kidogo kidogo basi ni kidogo sana. Baadhi ya vijana wa kaunti ya Kilifi waliopata nafasi za ajira katika mradi huo wamesimulia jinsi ulivyowasaidia kukidhi familia zao. Imekuwa ya manufaa si kwangu tu peke yangu, na hata kuna wengine ambao pia imeweza kutusaidia kujikimu mahitaji na pia kuongeza ujuzi katika upande wa department yetu ya stima. Nimefaidika. Wakati nilipofika hapa nilikuwa sielewi chochote kwamba plumber inaweza nisaidia kiasi kikubwa kiasi hiki. Msimamizi wa mradi wa nyumba za bei nafuu katika eneo la Tezo, Ormoi Lenkai, amesema mradi huo umewapa ajira vijana wengi sawa na kubadili mji wa Tezo kiuchumi, akisema nyumba hizo ni nafuu kwa walio na kipato cha chini. Umesaidia sana wenyeji wa hapa kwa namna mingi, kama umeleta employment karibu na watu hapa. Watu huku wamesaidika kwa pakubwa na mradi huu umewasaidia kwa their daily lives, kama kupata mkate wa kila siku ambao watu wengi wako nao. Kitu nyingine, material zinatumika kwa site hii inatoka tu within the locality kama mawe, mchanga. Kwa kifupi, mradi huu imesaidia sana katika hii ukuaji wa eneo la Tezo. Juu ukiangalia kwa ukubwa, Tezo yenyewe imekuwa tangu project hii ilipolaunchiwa, imefanya Tezo yenyewe watu pia wa kutoka nje wenye wafanye kwa hii project kwa namna moja ama nyingine wanafaidika kutokea mradi huu. Katika mradi wa ujenzi wa barabara ya Tezo Jaribuni ulioidhinishwa hivi karibuni, umefikia 30%, wakazi wakisema utabadili maisha yao na kurahisisha shughuli za uchukuzi na kibiashara, wakitaka serikali kukamilisha barabara zilizosalia ili kuwafaidi kiuchumi. Hii barabara ilikuwa ni mbovu kutoka kitambo. Watu walikuwa wakipita kulikuwa na mashimo, haipitiki. Lakini kwa sasa tunaona kazi inaendelea vizuri. Tunashukuru huu mradi, tunataka uzidi kuendelea, barabara ikuwe lami vizuri, watu wakitembea wapate shida. Ni furaha yetu kuona barabara ikiwa lami hapa Tezo. Toka hii barabara ilipoanza naona sasa iko sawa. Kulingana na venye ilikuwa hapo kwanza na sasa kuna tofauti mkubwa sana. Kulingana na venye ilikuwa na mashimo mengi sana. Japo inaendelea vizuri, huko mbele bado haijafika kakanjuni, lakini we hope kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Wakazi hao aidha wamemtaka Rais Ruto kuhakikisha wanakamilisha kwa wakati miradi yote muhimu iliyopangwa mashinani, wakisisitiza kwamba Kenya itapiga hatua kimaendeleo iwapo miradi itakamilishwa kwa wakati. Tunashukuru kwa usafiri mwanzo wa hii barabara, na changamoto ni kwamba tunamshukuru hasa yule ambaye yuko mamlakani. Ametufanyia, manake hii tumeimba kutoka kitambo, kuna miaka karibu 50 kuendelea. Lakini kwa sasa usafiri utakuwa poa, hali ya uchumi pia, mambo na business tutakuwa hakuna shida. Na pia hii barabara ya Tezo kwenda Jaribuni ilikuwa hiyo pia ni barabara chafu sana, lakini tunaona pia hiyo imeanza kutengenezwa, tukiamini kwamba itakapoisha pia usafiri wa hizi barabara au hii eneo itakuwa vizuri na biashara zitanoga na pia maendeleo yatazidi kuendelea. Nikiripotia runinga ya Coco, mimi ni Mwahoka Mtsumi. Coco FM, ladha ya Pwani.